Rais wa mpito wa Venezuela yupo njia panda kutokana na mashinikizo kutoka Marekani, lakini pia anataka kuimarisha ushawishi wake nchini humo. Mchoro wa picha wa Nicolas Maduro na mkewe Cilia Flores ulitanda katika anga ya mji wa Caracas mwezi Januari. Ni picha ambayo imetanda katika vichwa vya watu wa Venezuela kuona kwamba rais ametekwa na kuwepo kwa rais wa mpito ambaye naye amekuwa akipewa mashinikizo na rais wa Marekani Donald Trump. Hata hivyo, wa Venezuela wengi hawakubaliani na mpango kama alivyosema rais wake Donald Trump kwamba sasa Venezuela ipo chini ya Marekani. Ni jambo ambalo halikubaliki. Na sasa Bi Delcy Rodriguez aliyekuwa makamu wa rais wakati wa utawala wa Nicolas Maduro, ambaye sasa anakaimu nafasi kama rais wa Venezuela, amekuwa akitoa wito wa kutaka Maduro na Flores waachiliwe huru, ila hakuna dalili ya hilo kutokea. Maduro na mkewe wanazuiliwa mjini New York wakisubiri kufikishwa mahakamani kwa mashtaka ya ulanguzi wa dawa za kulevya, madai ambayo wanayakanusha. Rodriguez ambaye ni mshirika wa karibu wa Maduro anajaribu kudumisha hali ya usawa, akijaribu kuwavutia wafuasi wake na wa Venezuela ambao kwa asili wakati huu ni wasosialisti, akiendelea kumunga mkono Maduro kwa kutumia kauli za kupinga ubeberu, huku akibadilisha sera za taifa hilo chini ya shinikizo kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amemtishia kuwa asipofuata wanachokitaka atakamatwa kama walivyomfanya Maduro. Hii sasa imezidi kumpa hofu Bi Delcy Rodriguez. Trump amedokeza kuwa Venezuela iko chini ya ulinzi wa Marekani na kwa hivyo anahudumu kwa huruma ya Marekani, anasema Christopher Sabatin, mtafiti wa Chatham House Amerika ya Kusini, na anadai kwamba amechunguzwa na DEA ila hakupatikana na hatia, ila vitisho bado vipo. Idara ya Marekani ya kudhibiti dawa za kulevya DEA kutoa jibu lililoulizwa kuhusu uchunguzi waliofanya juu ya Rodriguez na masuala ya dawa za kulevya. Rodriguez sasa anatembelea kwenye mstari mwembamba wa diplomasia. Rais Maduro alikuwa tayari ameonya kuhusu shambulio la aina hii kutokana na tamaa ya Marekani ya nishati. Bi Delcy Rodriguez alisema katika taarifa yake ya kwanza baada ya operesheni hiyo kwamba hata hivyo, muda mfupi baadaye Trump alitangaza kwamba Caracas ilikuwa imekubali kuwapa mapipa milioni 50 ya mafuta na kwamba yeye angesimamia fedha hizo za mafuta. Katika hotuba yake ya kwanza katika bunge la kitaifa la Venezuela, Rodriguez alikashifu vikali ubeberu wa Marekani. Siku hiyo hiyo Rodriguez alikutana na mkurugenzi wa idara ya uchunguzi ya CIA John Ratcliffe mjini Caracas, jambo ambalo liliwashtua wa Venezuela kwamba Bi Delcy Rodriguez amekuwa ni kiongozi ambaye anaonyesha kama vile ana unafiki fulani, kwa sababu anausema utawala wa Marekani na baadaye anakutana nao na kuzungumza mambo ya kibiashara ikiwemo mafuta. Swali linaloibuka ni kuwa kwa muda gani Rodriguez ataendelea na mchezo wa upande mmoja. Anataka kuaridhisha mrengo wa kushoto wa Venezuela, kwa upande mwingine utawala wa Marekani, na iwapo atalazimika kuchagua upande mmoja itakuwa maamuzi magumu, kwani upande mmoja una nguvu zaidi. Caracas, mji mkuu wa Venezuela, una idadi ya watu milioni 3 na umejaa mabango ya kumtaka Maduro arejeshwe nyumbani na kukata uingiliwaji wa Marekani. Hata hivyo, Rodriguez wakati huu, kutokana na namna ambavyo presha imekuwa kubwa kwa Venezuela kumtaka apambane juu chini hakikisha Maduro anarejeshwa nyumbani, aliwahi kusema kwamba kama Maduro atarejeshwa nyumbani basi atakuwa rais wa taifa hilo. Lakini pia moja kati ya mambo ambayo yamekuwa yakielezwa ni kwamba Rodriguez hana msimamo ulio imara, anayumba na hawezi kusimama na wa Venezuela wakati huu, na kubwa ni kwamba ana hofu ya kukamatwa kama ilivyokuwa kwa Maduro. Baada ya kuchukua urais, Delcy Rodriguez, mfuasi wa Chavista kwa muda mrefu, aliteua zaidi wataalamu wa kiufundi badala ya wanasiasa wenye itikadi na kuonyesha busara wakati Venezuela inaingia katika enzi mpya. Pamoja na kupitisha sheria iliyoruhusu kampuni za mafuta za Marekani kuhudumu nchini Venezuela, aliruhusu kuachiliwa kwa wanasiasa na wanaharakati wengi wa haki za binadamu ambao walikuwa wamefungwa kwa miezi au miaka kadhaa. Upinzani unadai kuwa hii imefanyika tu kwa sababu Marekani iliweka shinikizo, na wanaeleza kuwa bado wafungwa wengi wa kisiasa wamesalia gerezani. Trump amemtaja Bi Delcy Rodriguez kuwa mtu mzuri ambaye amefanya naye kazi, na Rodriguez kwa upande wake amesema wamekuwa na mawasiliano na Trump kwa njia ya heshima na uangalifu. Shinikizo linazidi kuongezeka.
Rodriguez amejizuia kutoa semi za kumkashifu Trump, ila alitumia misemo maarufu inayotumika Marekani ya Kusini kuwa Marekani ina nguvu za nyuklia, ina wavamizi na mabeberu. Basi mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini kubwa ni hilo kwamba Bi Delcy Rodriguez yupo njia panda kutaka kutengeneza ushawishi kwa Venezuela, lakini pia kumkataa Rais Donald Trump ambaye kwa sasa anaonekana amekuwa mwiba mchungu kwa taifa hilo la Venezuela. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.